Wajumbe wachangiaji wamebakia wawili. Tuna fursa ya kuleta ili tuweze kuichangia hotuba hii ya bajeti ya Wizara ya Kilimo. Na sasa naomba niendelee na Mheshimiwa Ali Suleiman Amer, atafuatiwa na Mheshimiwa Sulubu Kidombo Amor, na tunamalizia kama kutakuwa kuna mjumbe Mheshimiwa Farida Amor Mohamed. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali wote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya na uhai wake katika siku hii ya leo, nami kuweza kuchangia machache kwenye hoja iliyokuweko mezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawashukuru viongozi wote wa kitaifa, nikianza na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na makamo wa pili wa rais kwa kazi kubwa nzito wanayoifanya ili kuhakikisha sekta hii ya kilimo inawasaidia wananchi wa Tanzania, wa Zanzibari, lakini inakuza pato letu la uchumi. Nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Hongera sana kwa uwasilishaji wako mzuri, lakini hakika hotuba yako ya bajeti, kwa maana kitabu chako kimepangika vizuri katika vitabu vichache ambapo vimepangika na kueleweka, nacho kinaingia kwenye rekodi ya kuwa kitabu bora na hotuba bora ambayo imewasilishwa kwenye baraza hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niungane na msemo mdogo ambao mamangu Bichumu aliusema, haki na wajibu ni vitu sambamba, vinakwenda pamoja. Kwenye hili nimshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametekeleza haki yake ya kuwatumikia wananchi, ambayo ilani ya chama chetu cha Mapinduzi, dira ya maendeleo ya 2020-2050, lakini mpango wa kati wa maendeleo ya nchi yetu, sekta ya kilimo imepewa nafasi kubwa ya kuwatumikia na kuinua uchumi wetu. Na hili Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoingia madarakani, alikuta sekta hii ya kilimo bajeti yake inabeba asilimia 0.9 mpaka asilimia 1. Lakini mwaka 2023 alipandisha mpaka ikabeba asilimia 3.5 ya bajeti kuu yote ya serikali. Mwaka 2024 ikabeba asilimia 3. Mwaka 2025 imebeba asilimia 1.4. Lakini leo mwaka huu inaenda kubeba asilimia 2.2 ya bajeti yote ya serikali. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwenye hili. Lakini kwenye haki kumetekelezwa, kwenye wajibu hakuko sawa. Mwaka 2020-2021 sekta hii ilikuwa inachangia pato la uchumi wa nchi hii kwa asilimia 27.1. Tulikuwa tuko zaidi ya asilimia 2 juu kwenye kile kiwango ambacho bara la Afrika linatakiwa nchi zinazoendelea ziweze kuwa uchumi wake unachangiwa na sekta ya kilimo. Mwaka 2021 mwaka 2022 ikachangia asilimia 25.9. Mwaka 22-23 ikachangia asilimia 24.9. Mwaka 23-24 imechangia asilimia 24.3. na mwaka 2024-2025 imechangia asilimia 23.5. Kila tukienda mbele, sekta ya kilimo inashuka kuchangia uchumi wetu. Maana yake nini? Kuna vitu havifanywi vizuri. Mheshimiwa Waziri, na kuaminia hodari, unajua kuomba sana, tena kwa madaha. Ni kuombe sana kahakikishe kwamba kwa mwaka huu unaokuja 26-27 sekta ya kilimo inachangia uchumi wetu kwa zaidi ya asilimia 30.
linawezekana chini ya jemedari huyu, ni kitu ambacho hicho hakitaki mjadala. Na kwa kuwa bajeti hii ambayo mnaenda kupewa imebeba miradi ya maendeleo 80%, kwa hivyo kwa nini usichangie zaidi ya 30% uchumi wetu, pato la taifa kutoka sekta ya kilimo? Inawezekana. Baada ya pongezi hizo, nende moja kwa moja kwenye kuchangia programu. Mheshimiwa, nikianza na mapato, nikuombe sana Mheshimiwa Waziri na nikupongeze. Sekta ya mifugo inafanya vizuri kwenye mapato. Sekta ya maliasili inafanya vizuri kwenye mapato, lakini kilimo hakifanyi vizuri. Na ndiyo sekta ambayo inabeba fedha nyingi za miradi ya maendeleo. Tukajitathmini kwenye hili, nini sababu? Nikuombe na uje uvunje rekodi. Unapokuja kwenye mapato yanayokuja, mapato ya kilimo yaongezeke maradufu zaidi ya 198%. Hilo Mheshimiwa naaminia unaliweza. Mheshimiwa, nikienda kwenye P01 utawala na uratibu, Mheshimiwa, nikushukuru, nikupongeze. Mheshimiwa, umetuambia kwamba sasa hivi eneo la kilimo limekuwa ni eka 124,358. Ni sawa sawa na 20% ya eneo letu lote la Zanzibar. Hongera na pongezi. Hili ni lipi? Lililolimwa kwa mujibu wa rekodi yako. Mheshimiwa, utapokuja, kwa sababu eneo letu lote Zanzibar ni eka 608,375. Mheshimiwa, utapokuja uniambie eneo lililotengwa kwa kilimo Zanzibar ni eka ngapi? Lililotengwa na mkakati wa kutenga kisheria, kikanuni, kisera ni upi? Mheshimiwa, nafikiri umenifahamu. Amekuja wenzako uwezeshaji, ametuambia mkakati wa kulinda eneo lake la uwekezaji. Makazi naye atakuja atatuambia mkakati wake wa kulinda eneo lake la ujenzi. Na wewe uje utuambie eneo lako la kilimo ulilotaka kwenda kulitenga ni lipi lote. Mheshimiwa, pana shida ndogo. Angalizo. Katika eneo lote hili 4% tu ya eneo hili ndio ambao umelipa huduma la kuliburugia. Only 4%. Maana yake umeshafeli. Katika eneo lote la 124,000 wewe umeenda kulima eka 4,883 only kati ya hekta 6,000. Lakini na mwakani unatuambia unataka kwenda kuburuga vile vile hekta 6,000. No, haiwezekani. Tumia busara na hekima, twende tukafanye kilicho bora kwa maslahi ya Wazanzibari. Mheshimiwa, tuna kila sababu ya eneo la kilimo na sekta ya kilimo Zanzibar kwenda mbele, kwa sababu eneo hilo la kilimo ni zaidi ya 20% ya eneo letu. Kwa hivyo hatuna shida na eneo la kulima. Nguvu kazi tunayo. Rasilimali fedha, tumshukuru, tumpe hongera Dr. Hussein Ali Mwinyi kwenye hilo, hana hiana. Soko liko. Teknolojia ndiyo usiseme, kwa sababu fedha madamu zipo, teknolojia itakuja tu, kwa sababu duniani hii teknolojia iko. Mheshimiwa, kwa hivyo hatuna sababu kilimo kisifanye kazi vizuri. Ni kuombe tumia fursa hizi za kisasa na za kitaalamu kukuza uchumi wetu, sio maneno. Mheshimiwa, utapokuja uje unambie kuna shida kwenye Zaliri. Ni miaka 3 sasa, organization structure yao haijakuwa tayari, wana shida kufanya kazi. Uje unambie mmefikia wapi na lini mtakamilisha. Uje unambie
kuna mradi mkubwa wa mashirikiano baina Zanzibar na wa Egypt unaitwa AZGF, kwa maana Egyptian and Zanzibar Joint Farm. Tumewapa hekta 70 wafanye kilimo. Ni miaka 10 nao, hakuna linalokuwa. Uje unambie sababu mbili. Nini tatizo? Mkataba wake mpaka sasa hivi bado ni upo, ni hai, lakini yapi maoni ya kitaalamu? Hatuwezi tukwenda na vitu ati kwa kuwa tutaogombekana kwenye diplomasia. Uje unieleze vitu hivyo. Mheshimiwa, nende kwenye PO2. Mheshimiwa, hapo kwenye PO1 nitazuia fungu kwa 1% mpaka utaponipa majibu vizuri. Nende kwenye PO2. Mheshimiwa, nikushukuru, nikupongeze, lakini bado maendeleo ya kilimo na uhakika wa chakula bado Zanzibar. Bado, kwa maana yake hatuchagua tunataka nini. Na sababu 4 tu. Sababu ya kwanza, Mheshimiwa, tunaondoka na uasili. Leo mazao yote ambayo mmeyaweka kwenye kiambatanisho namba 1 si hali halisi ya mazao ambayo yatatuletea tija, ni ya kula na ya siha, lakini si mazao ya kibiashara wala sio mazao ya muda mrefu. Mheshimiwa, ukija hebu tuambie mkakati wenu ni upi ambao tumeusema kwenye dira, tumeutama kwenye ZADEP, tumeusema kwenye ilani. Tutapunguzaje idadi ya vyakula kuingia nchini? Tutaongezaje bidhaa za vyakula kupeleka nje? Tutamhakikishaje mwananchi uhakika wa chakula kwa 100%? Hiyo ndio mifumo, huo ndio taratibu wa sekta ya kilimo, sio maneno. Mheshimiwa, ukija uniambie tulikuwa tuna doriani, tuna shokishoki, tuna embe moyoni, ndio mazao ya kibiashara. Yako wapi? Utafiti ni upi? Nini tufanye? Tukitaka biashara hii, ndio biashara Zanzibar, kwa sababu imeshaota, imeshatuonesha thamani yake na ipo, sio tutafute zao jengine. Mheshimiwa, uje unieleze doriani, shelisheli, nini, shokishoki na embe moyoni, nini? Naongea embe moyoni. Nini kilichofanya soko ya mazao haya ya kibiashara kuporomoka? Na nini tunafanya kuhakikisha tunarudisha? Na kwa sasa tuna miche mingapi ya mazao haya ambayo yatatuletea tija miaka 10 mbele, ili watoto wetu waweze kufaidika kama tulivyofaidika sisi? Mheshimiwa, viazi vitamu, maboga, muhogo, Mheshimiwa, umetueleza hapa taratibu vipi zinachangia uchumi wetu. Mheshimiwa, kwa haya ndio mazao ya chakula. Viazi vitamu kilo moja ni zaidi ya paundi 3, kwa maana ni 12,000, kwa sababu vinaambiwa vina umuhimu wa lishe yetu. Soko hilo la dunia. Boga moja ambalo lina takribani kilo 4 ni kati ya 12,000 mpaka 21,000. Lakini muhogo mmoja sasa na 1.5 pounds. Hili ndo soko. Tusiangalie ndani, na hayo mazao yote kwetu yanaweza kulimika. Hebu uje unambie, na mazao haya ya chakula ambayo tunaweza tukayafanya ya biashara, tunachukua hatua gani yaingie kwenye soko la dunia? Mheshimiwa, na hapo unazuia uje unipe majibu mazuri. PO3, maendeleo ya rasilimali za misitu, ni kushukuru,
lakini bado kuna shida, hususan kwenye misitu yetu kwa maana conservation. Ni kushukuru kwa mapato, alhamdulillah, lakini bado mapato kwa mujibu wa nature ya msitu wetu na unique ya msitu wetu wa Ngezi na Jozani na mapato yanayopatikana ni vitu viwili tofauti. Mheshimiwa, ongeza nguvu tupate mapato mazidi kwenye msitu wetu huu wa Ngezi na Jozani. Wanyamapori wale tuendelee kuwahifadhi. Wako wengine wanapotea, lakini wapo wengine mpaka sasa hivi bado hybrid yao ya kuzana inapungua. Kwa hivyo tufanye tafiti, tuangalie ni jinsi gani vitu viwili hivi, kwa maana misitu na nyamapori inatusaidia na wenzetu wanaokuja waweze kulisha. Mheshimiwa, duniani inapimwa rasilimali ya misitu, inapimwa kwa jambo moja tu: bidhaa zinazotokana na rasilimali hiyo ndani ya nchi. Hakuna. Mheshimiwa, nikuombe tuanze kuandika mkakati wa bidhaa zinazopatikana ndani ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie kwa programu ya mwisho, maendeleo nafuu, na hapo nazuia mpaka utaponipa majibu. Maendeleo ya mifugo, Mheshimiwa, ni kushukuru, nimpongezi dadangu mkurugenzi, lakini yako maeneo ambayo hayafanyi kazi vizuri. Huduma za ugani si rafiki sana. Udhibiti wa maradhi, bado maradhi yanaendelea kuongezeka. Bidhaa zinazozalishwa na rasilimali hiyo hapa nchini ni ndea, viwanda vimefungwa, nyama nzuri hapa haiko mpaka tuagize. Tutaagiza nyama ngapi? Ziko nyama tutaagiza lakini si ng'ombe. Ziko nyama tutaagiza lakini si kondoo. Ziko nyama tutaagiza lakini si mbuzi. Mheshimiwa, hapa na madogo tu. Kwanza ni masikitiko, hotuba yako yote kuna mafanikio makubwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameyafanya kwenye sekta hii ya mifugo. Kuna kiwanda kizuri cha Zan Breed Chicken Farm, sijakiona hata kukipongeza. Ama hamkitaki Wizara ya Kilimo? Sijaona mimi kwenye hotuba yenu hata kukipongeza. Basi uje unambie mafanikio na mahusiano yenu na Zan Breed ni yapi. Mheshimiwa, uje unambie eneo la Kisakasaka baada ya mgogoro ule, na hongera ambazo ninakupa, tumefikiaje juu ya mustakbali wa eneo lile, na tumemalizana naye vipi, na ilikuwaje, na hatua gani za kisheria tulizozichukua kwa pande zote mbili, kwa watendaji pamoja na kwa yule. Mheshimiwa, hapa uje unieleze ukweli mpaka yule akajenga nini, nani alihusika. Baada ya hapo, mwisho nimalizie, mna mtambo wetu wa kuzalisha mbegu ukoje? Umefikia wapi? Mbegu kwa kiasi gani zinazalishwa kwenye mtambo ule? Lakini tuna madume mangapi bora tunayoyajivutia, ambayo hayo kwetu sisi ndiyo ambayo tunasema haya ndiyo madume, ni sampuli yetu, tunataka ufugaji wa ng'ombe kutokana wa aina ya madume haya. Baada hayo, mafungu hayo manne nitazuia 96%, naunga mkono hoja. Lakini ni kushukuru sana Mheshimiwa Waziri, lakini kama ziko muda bado Mheshimiwa nipe, sijamaliza kuchangia. Naunga mkono hoja kwa